Nia ya pili au kusudi la pili la majaribu ni kuibua. Kwa cha kwanza ni kuua tabia ya asili inayokukwamisha, lakini ya pili ni kuibua aina ya tabia itakayokusaidia kuishi kwenye aina ya maisha ambayo Mungu alikukusudia tangu mwanzo. Nia ya pili ni kuibua aina ya tabia. Hebu sema aina ya tabia itakayokusaidia kuishi kwenye aina ya maisha ambayo Mungu alikusudia uyaishi tangu mwanzo. Kwa lugha nyingine, nia ya pili ni kumfunua mtu wa ndani. Baada ya kiburi kufa, ni kufunua yule mtu wa ndani aliyemkusudia tangu mwanzo. Yule mtu ambaye yeye tangu anakuumba, wakati anafikiria kumuumba huyu mdada, huyu mkaka, yeye kwenye moyo wake alikusudia awe hivi. Sasa kwa kuwa tabia ya asili ilimkandamiza huyu mtu, ikamfunika asionekane. Sasa baada ya kuua hiyo tabia ya asili, kazi yake ni kumuibua sasa huyo mtu ambaye yuko tayari kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Naongea na mtu mmoja. Kumuibua huyo mtu ambaye yuko tayari sasa kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, na anatembea kwenye mapenzi ya Mungu kwa sababu ya aina ya tabia ambayo inajengeka baada ya yeye kugraduate kwenye jaribu kwenye hilo pito alilopitishwa kwa ajili ya kuuawa ile tabia ya asili iliyokuwa inamsumbua. Kwa kuna aina ya tabia itaibuka ndani ya huyo mtu. Naeleweka? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu muhimu sana tunahitaji kufahamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu Mungu anakusudiaga kwenye jaribu, mtu anavyopita kwenye jaribu. Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 2 na wa 3. Mstari wa 2 na wa 3. Kuna kitu Mungu anakuwa amekusudia anapokupitisha kwenye jaribu, na mojawapo ni kuibua aina ya mtu, kuibua aina ya tabia ambayo itakusaidia kuishi kwenye mapenzi ya Mungu, kuliishi lile kusudi la Mungu. Ni tabia ambayo itakusaidia kuwa productive kwenye ufalme wake, na inatokea baada ya kupitishwa shule ya jaribu. Jaribu usije ukachukia, wakati mwingine inakuja inakutengeneza kuwa mtu mwingine. Ndio maana kuna aina ya watu ukikutana nao ambao ulisoma nao zamani, wanakushangaa leo baada ya kupita kwenye jaribu. Wanashangaa, hivi ni wewe? Wanakujua ulivyokuwa shule, ulivyokuwa na kiburi, ulivyokuwa unawachoma watu kwa bikari huko kichwani, wakati wamekaa mbele yako, unawapitisha bikari unawachoma choma kichwani. Kwani umejisahau? Umeona? Lakini wanakukuta siku hizi umekuwa mstaarabu kweli. Wanakuuliza, hivi ni wewe ambao ulikuwa msumbufu darasani? Yani wakiandika majina ya wasumbufu hautakosekana. Yani kuna mtu lazima jina lake liko pale. Lakini wanakushangaa siku hizi, hivi ni wewe umekuwa mstaarabu kabisa? Ni wewe kabisa? Wakwambia ni mimi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimeng'olewa huku ndani. Bwana asifiwe sana. Kitabu kile cha Yakobo 1 mstari wa 2 na wa 3, Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa. Useme pamoja na mimi hichi ninachokisema. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Sema pamoja na mimi. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Umewahi kusikia hiyo kitu? Yaani Mungu anasema hesabuni, ndugu zangu. Anaozungumza Yakobo anazungumza, anasema kwamba ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Umesikia nilichosema? Anasema hivi, ni furaha tupu. Sio tu furaha, ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu. Yaani unajua ukisoma hapo unaweza kumshangaa Yakobo, hivi anaongea nini? Anaelewa maana ya jaribu jamaa au anazungumza tu? Haya maumivu yote, ili jaribu lote ili ananiambia ni furahi. Na hii hali yangu ngumu ya uchumi, anasema kwamba ni furahi.
hii hali ninayopitia ya kutengwa na familia, hii hali ambayo ndugu zangu wote wameniacha, nimebaki peke yangu, anasema ni furahi. Hii hali ambayo watu wote wameniacha, nimebaki peke yangu, anasema ni furahi. Ndio, anasema furahini, anasema furahini. Ni kweli, kila kitu ambacho ulikuwa unakishikilia kimekuacha, kila tumaini ulilokuwa nalo limekuacha, umebaki peke yako. Kila ulichokuwa unajaribu kuona kama ni tumaini lako kimekuacha. Anasema furahini mnapoangukia kwenye majaribu aina mbalimbali. Tena anasema furaha ni sio tu furahini, anasema hesabuni kuwa ni furaha tupu. Hesabuni kuwa ni furaha tupu. Naongea na mtu hawezi kuzungumza hivyo isipokuwa kuna kitu kiko mbele yake. Hawezi kutuambia kwamba tushangilie tunapopita kwenye mapito tu. There must be something ambayo kina maana sana mbeleni, na ndio maana anatuambia tufurahi. Kwa nini? Kutuambia kwamba tufurahi, maana yake ni kwamba kuna kesho njema inayoandaliwa kupitia jaribu unalopitia leo. Inawezekana sasa hivi dunia nzima ikawa kinyume na wewe. Inawezekana watu wote wasikuelewe. Inawezekana kila mtu yuko kinyume na wewe. Lakini maadamu unajua kwamba darasa nalopitia ni Mungu ameniruhusu nipite, sikiliza, isikusumbue. Hesabu kuwa ni furaha tupu. Hesabu kuwa ni furaha tupu. Ni kweli mnaniona sina mwelekeo. Mnaniona kama vile nimepitwa na wakati. Mnaniona kama vile nimeishiwa kila kitu. Sikiliza, waambie hivi, maadamu namjua aliyeniita, ninahesabu hili kuwa ni furaha tupu. Kwa nini? Kuna kesho njema inaandaliwa. Kuna kesho njema, kuna maisha bora ambayo yanaandaliwa. Kuna kesho yangu ambayo ninaandaliwa. Na baada ya hapa, sitatajwa tena kwa jina hili ambalo mmenizoea. Inawezekana mshanitaja, mmeshaniona wa ajabu. Inawezekana hata mkisikia namba yangu inapiga kwenye simu yenu mnanikatia. Inawezekana siku hizi hamtaki hata kujua kama naishiki duniani. Sikiliza, isikusumbue. Waambie hamjui tu, hamjui niko darasani, niko chuo kikuu, ninatengenezwa. Nikitoka hapa, hakuna mahali ambapo nitaweza kuzuilika tena. Nitakuwa unstoppable. Hayupo mtu wa kunizuia. Kwa nini? Kwa sababu nitaibuka mtu mwingine ambaye hamjamzoea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sikusumbue. Anasema hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapoangukia kwenye majaribu. Hesabu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio gharama. Hiyo ndio gharama ya kulipa kwa ajili ya kesho yako njema, kwa ajili ya ndoto yako kubwa unayotaka, kwa ajili ya maisha bora unayohitaji kesho. You must pay the price. Bahati mbaya au bahati nzuri ni kwamba this price, it must be paid in advance. Lazima ulipe mwanzoni, haulipi baadaye. Unailipa kwanza ndio iweze kufunuka maisha unayoyataka. Manake lazima ulipe kwanza, lazima uvumilie, lazima uhakikishe ya kwamba kile Mungu ameamua kukupitisha hiyo shule unaigraduate ili uwe mtu bora kesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo maneno ya watu yasikusumbue. Unapopita darasani, waambie niko shuleni nasoma. Niko shuleni, niko shuleni, niko shuleni. Baada ya hapa nitakuwa unstoppable. Hayupo kunizuia, kwa sababu nitakuwa aina ya mtu ambaye Mungu amemridhia, Mungu amemwamini, na nitatembea kwenye viwango vingine ambavyo hayupo. Wote nyie mnaonisema leo, mtarudi tena, mtakimbia na mtaniheshimu baadaye. Hamtaniheshimu sasa, lakini ngoja huyu mtu aibuke, ngoja hii kitu kipya kiibuke. Hamtanitaja kwa dharau, mtanitaja kwa heshima, kwa sababu Mungu atanivika vazi jipya. Nitakuwa aina mwingine wa mtu, sitakuwa kama mlivyonizoea. Jina langu la aibu litafutwa na jina la utukufu litazaliwa. Jina la heshima litazaliwa. Utukufu mwingine utazaliwa ndani yangu. Nitatajwa kwa heshima, nitatajwa kwa utukufu, sitatajwa kwa dharau, sitatajwa kwa kuonekana mtu wa ajabu. Nitaonekana mtu wa heshima. Sifa zangu zitavuma, kwa sababu baada ya hapo nitakuwa nimelipa gharama. Nitakuwa mtu mwingine. I'll be another person.
person, nitakuwa mtu mwingine, sitafanana na mliyemzoea. Nitakuwa nimevuka hiyo ng'ambo, nimevuka hiyo, na nitakuwa aina ya mtu ambaye Mungu anaweza akaniamini na akatembea na mimi na akaachilia baraka zake kwangu. Acha mnicheke leo, nichekeni leo. Waambie wakucheke, wamalize kicheko, lakini waambie kesho yangu inakuja, kesho yangu inakuja, kesho yangu hii karibu kuliko nilivyowahi kuamini, hii karibu kuliko mnavyofikiria. Kesho yangu imekaribia. Acha nilipe gharama, acha nipite hapa, maana anaiona kesho yangu. Ninaona ndoto yangu ikiibuka, ninaona jina langu likiibuka, ninaona nikivushwa, ninaona nikivikwa vazi jipya. Ninaiona kesho, ninaiona kesho msioiona nyie. Mnanidharau kwa sababu mnaniangalia leo yangu, lakini kesho yangu ipo iliyojaa utukufu. Kuna kesho ninaiona mbele yangu. Acha nilipe gharama. Haleluya. Anasema hesabuni kwa ni furaha tupu. Haleluya. Hesabu kwa ni furaha tupu. Isikusumbue. Maneno ya watu yasikusumbue, wala yasikutoe kwenye reli. Koma. Waambie nalipa gharama. Nalipa gharama ya ndoto yangu. Naongea na mtu mmoja. Anasema hesabuni kuwa ni furaha mnapoangukia kwenye majaribu mbalimbali. Anasema kwa nini? Kwa sababu mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu. Kujaribiwa kwa nini? Kwa imani yenu huleta saburi. Kujaribiwa kwa imani yenu. Mungu ana kawaida ya kuijaribu imani yako. Kwa nini? Anatafuta kitu kinaitwa saburi. Saburi kwa Kiingereza unaita perseverance. Perseverance ni tabia ya uvumilivu inayokufanya kuendelea kufanya jambo hata kama unakutana na vikwazo vikubwa kiasi gani. Ni ile hali ambayo unakuwa consistent bila kujali kwamba uko kwenye pressure kiasi gani. That is perseverance. Ni ile hali ambayo vikwazo vimeinuka mbele yako, lakini bado unapita na kufanya unachopaswa kufanya. Kuna pressure kubwa, kuna misukosuko mingi, lakini bado unakuwa na uvumilivu wa kuendelea kukomaa, usitolewe kwenye reli. Ndio maana nasema kwamba hii ni zawadi kubwa sana, kwa sababu maisha ya mwanadamu hayajaandaliwa kwa marahisi. Yameandaliwa kwamba ni maisha ambayo yanahitaji uvumilivu, yanahitaji mtu ambaye anakuwa focused, anaangalia mbele. Mambo yanayotokea hapo njiani kukudisturb, hautaki kuconcentrate, hautaki kuyatazama. Unatakiwa uendelee kuwa focused, kuangalia shabaha, kuangalia lile kusudi ambalo Mungu anataka litimie kwako. Unasimama ukiangalia huku, wanakuambia njoo huku, unamwambia mimi nakomaa tu. Watu wote wameshakuacha, umebaki peke yako. Unamwambia hamna shida, acha nibaki peke yangu kwa sababu niko na Yesu. Hainipi shida hata kama nimebaki peke yangu dunia nzima. Kwa nini? Najua ninakoelekea, najua mahali ambapo naelekea. Ndio kitu ambacho Biblia inasema kwamba hicho anataka kiibuke baada ya Mungu kuijaribu imani yako. Kitakachozaliwa baada ya hapo kinaitwa saburi. Ni ile hali ya kufanya jambo unateswa, unaachwa, unasimangwa, unaambiwa maneno magumu, lakini hauondoki kwenye kusudi. Naongea na mtu mmoja. Ni unakomaa kufanya. Wanashangaa baadaye wanakuja kuona hicho ulichokuwa unakomalia kimeibuka. Ndio wanakushangaa, hivi ulifanyaje? Lakini kumbe haukuondoka kwenye reli, uliendelea kukomaa. Naambia mimi mlinipigia kelele nitoke, niache ambacho nakifanya, lakini sikuacha. Sikiliza, kutimia kwa ndoto yako si kazi nyepesi. Kutimiza ndoto ambayo Mungu amekupa si kitu kirahisi. Si kitu kirahisi hata kidogo. There is a price ambayo you must pay in advance. Lazima ulipe hiyo gharama. Sasa watatokea watu watakwambia kushoto, kulia, mbele, nyuma, na kuambia maadamu unajua ndoto yako, unajua kile unachopaswa kufanya, na unamjua aliyekuita, waambie sikiliza, haijalishi nalala njaa, hainisumbui, niko tayari, natembea na nguo moja, no problem. Maadamu najua aliyeniita, najua ndoto yangu, hainisumbui. Nitapita katikati ya jangwa, lakini nitatoboa. Wanakuambia mbele kuna simba, unawaambia kwamba sikiliza nikwambie, badala niache ndoto yangu, afadhali nilio na simba.
simba, siko tayari kuweka silaha chini, niko tayari niende huko mbele. Kama simba watanila, acha wanitafune, lakini sitaacha ninachokifanya, kwa sababu hichi ambacho nakipigania ndio imebeba thamani yangu. Sikiliza, kile kitu Mungu ameweka ndani yako ndio imebeba thamani yako. Wewe dada, wewe mama ulioko hapa, wewe baba ulioko hapa, hiyo kitu ambacho kimebeba thamani yako ni hiyo ndoto, ni kile ulichokibeba ndani. Uwe tayari kuipigania kwa gharama yoyote, uwe tayari kuipambania kwa namna yoyote, uwe tayari kwamba potelea mbali watu wote wawe kinyume na mimi, lakini siwezi kuweka silaha chini, niko tayari kuendelea mbele. Haijalishi nini kitatokea mbele yangu. Wanakuambia kwani unaona mbele? Waambie ninaona vizuri sana. Inawezekana wote hamuoni, lakini macho yangu yanaona kesho yangu, yanaona utukufu wangu wa kesho, yanaona ndoto yangu ikifanikiwa, ninaona kampuni kubwa nikienda kuanzisha, ninaona huduma kubwa nikianzisha, ninaona nikifanya mambo makubwa, naona nikianzisha kampuni, nikianzisha kiwanda kikubwa. Sikiliza, wanakuambia mbona una hata shilingi 100? Waambie sikiliza, mimi siangalie mfukoni, naangalia ukubwa wa Mungu niliye naye, kwa sababu mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mimi ninatembea katika hili, najua ng'ambo yangu ni bora, maisha yangu ya kesho ni bora. Siangalii leo, siangalii wanadamu wanaongea nini, ninaangalia kesho njema ambayo Mungu ameniahidi. Haleluya, haleluya. Anasema saburi inakusaidia kufanya jambo na kufanya tena na kufanya tena bila kujali kelele za watu. Naongea na mtu. Ndio maana anasema kwamba imani yenu ikishajaribiwa itazaliwa kitu kinaitwa saburi. Unakuwa mvumilivu, endurance. You endure, unavumilia. Wale watu wanaochezaga mpira, kuna mazoezi magumu sana wanafanyizwa. Naongea na mtu. Wanafanyiwa mazoezi magumu sana, magumu, lakini kwa sababu mbele yake anaona taji, anaona ni ushindi, anaona tunachukua kombe. Sikiliza, yuko tayari kulipa gharama yoyote, yuko tayari avumilie mateso yote, avumilie maumivu yote anayopitia kwenye mazoezi. Ataambiwa nyanyua hichi, ataambiwa afanye kile, magumu kweli, lakini akiangalia taji mbele yake ina motivate. Anaona acha nilipe gharama, acha niamke saa 9 usiku nikafanye mazoezi, acha nikomae, kwa sababu mbele yangu ninaona taji. Ndio maana Paulo akasema kwamba haya ninayopitia na yadharau nikilinganisha na taji iliyoko mbele yangu. Naongea na mtu mmoja. Ukishajua unakoelekea, ukishajua ndoto ulionayo mbele, hapa katikati haitakusumbua. Kwa nini? Kwa sababu ninaona mbele, na sio lazima kila mtu aone unachokiona. Maadamu unaona inatosha, kwa sababu aliyepewa hiyo ndoto ni nani? Komanda. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Hebu tusome kitabu kile cha Ayubu 23 mstari wa 10. Namalizia hapo kwa sababu ya muda. Ayubu 23 mstari wa 10. Ayubu 23 mstari wa 10. Biblia inasema hivi. Sema pamoja na mimi. Lakini yeye aijua njia niendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Anasema hivi, lakini yeye aijua njia niendeayo. Nani? Mungu anaijua njia niendeayo. Akiisha kunijaribu Mungu, nitatoka kama nani? Kama dhahabu. Kwa lugha nyingine anasema sitasumbuka watu wananitazamaje, sitasumbuka watu wananitafsiri namna gani. Maadamu ninajua huu mtihani amenipa Mungu, maadamu najua ya kwamba Mungu anaijua njia ninayoiendea, hainisumbui watu wengine wanaongea nini. Anasema lakini yeye anaijua njia niendeayo. Akiisha kunijaribu, hebu sema akiisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu. Sikiliza, wale watu wanaofanya mambo ya dhahabu wanafahamu. Wanavyochimbaga dhahabu, inavyoletwa huko nje, inakuwaga na vitu vingi, viambata vingi.
ambavyo lazima hiyo dhahabu iwe dhahabu, lazima ipitishwe kwenye moto mkali kweli, kuyeyusha kila kiambata, zile impurities inaondolea, sijui copper, sijui nini ambavyo vinakuwa vimejaribu kujishikamanisha kwenye dhahabu. Naongea na mtu mmoja. Kwa hiyo inapitishwa kwenye moto mkali sana. Ili nini? Ili kusudi tupate dhahabu safi, kwa sababu inapotoka shimoni ni dhahabu, lakini ina vitu vingi sana vimeambatana nayo, haina thamani mpaka ipitishwe kwenye fire, kwenye moto, tanuru la moto. Ikishapitishwa ikachomwa, ndipo ambapo ile dhahabu safi itatokea, inaofaa, yenye thamani, inayovutia, ambayo kila mtu anatamani. Biblia inasema, ninajua kitu kimoja, lakini yeye aijua njia niendeayo. Akiisha kunijaribu, nani? Mungu. Mungu anajua njia unayoiendea. Ndio maana usisumbuke watu wengine wanaijua au hawaijui. That is your assignment. Ile ni jambo la kwako. Do it. Nenda na Mungu maadamu una uhakika ni Mungu amepitisha hiyo jambo kwako. Anasema yeye anaijua hiyo njia. Huhitaji kumfafanulia mtu mwingine. No. Lakini yeye Mungu anaijua njia unayoiendea. Akiisha kukujaribu. Sikiliza, kwa lugha nyingine anasema hivi, Mungu anaijua njia unayoiendea. Kwa lugha nyingine, Mungu anatangulia mbele yako, alafu ndipo unaweka mguu. Kwa lugha nyingine, japokuwa na kuona uko gizani, japokuwa na kuona uko desperate, uko mahali pa ajabu. Sikiliza, Biblia inasema Mungu anaendaga mbele yako, alafu unaweka mguu anakoweka. Akiweka mguu, akitoa ndio unaweka wewe. Kwa nini? Anaijua njia. Anahakikisha kwamba ni kweli unapita pagumu, lakini atakuvusha. Hata yatokee mabaya kiasi gani, anakulinda nayo. Kwa nini? Anaijua njia unayoiendea. Atatangulia mbele kuwafunga midomo simba wasikutafune. Kwa nini? Anataka uwe mkuu ng'ambo ile. Lazima atatangulia. Ndio maana wale vijana watatu wanatupwa kwenye tanuru la moto, alafu wanashangaa, yule mfalme anashangaa, anaenda kuwachungulia, anakuta kuna mtu mwingine wanne pale. Tena anasema kwamba nilipomwangalia sura yake inafanana na sura ya mwana wa miungu. Naongea na mtu moja. Bwana Yesu asifiwe. Maanake Yesu alitangulia shimoni, wanatupwa wao, anawapokea. Kwa hawajaanguka kwa kuumia, walijikuta wanaingia kama kunesa hivi. Kwa nini? Anaijua njia unayoiendea. Akiisha kukujaribu, kwa lugha nyingine ni hivi, kama hajaisha kukujaribu, hautoki tanuruni. Dhahabu haitolewi kwenye tanuru mpaka imeyeyuka na vile viambata vyote vimeondoka, ndio dhahabu itaruhusiwa kutoka. Tofauti na hapo haitoki. Ndivyo ilivyo wewe, mpaka ugraduate. Maanake mpaka ujue kwa nini Mungu anakupitisha unakopita, mpaka akili yako ifunguke, ndio utatoka. Anasema akiisha kunijaribu, nitatoka kama nani? Kama dhahabu. Maanake lazima uwe very sensitive spiritually. Ndivyo ambavyo sasa unaweza ukavuka. Lakini tofauti na hapo, kama macho yako ya ndani, kama masikio yako ya ndani yataendelea kuziba, ni ngumu kuvuka. Utadumu muda mrefu. Lazima, ndio maana ni muhimu sana kuwa karibu na Mungu unavyopita kwenye nyakati ngumu. Kwa nini? Kwa sababu the more unavyokuwa karibu yake, ndivyo ambavyo atakupa maelekezo. Utajua kwamba sasa natakiwa nifanye nini ili uvuke haraka, ili jaribu lako lisichukue miaka mingi. Lakini ukiendelea kukomaa kutokumsikiliza, wana wa Israeli walikaa miaka 40 jangwani, sio kwa sababu Israeli na Misri ni mbali. No, ni safari ya siku chache tu, lakini walikaa miaka 40. Kwa nini? Kwa sababu usikivu wao kwa Mungu haukuwa mzuri. Kwa hawalishindwa kuelewa maelekezo ya Mungu, na walivyoshindwa walikaa muda mrefu. Kwa jaribu wakati mwingine tunadumu nalo muda mrefu kwa sababu ya kutokuwa na usikivu, tukaelewa nini Mungu anataka tunapopita tunakopita. Naongea na mtu mmoja. Ndio maana nasema kwamba akiisha kunijaribu nitatoka. Maana yake kama hajakujaribu bado, kama hujagraduate hiyo shule, kama hujaelewa bado somo, hutoki. Hebu sema hutoki. Na hautakuwa dhahabu safi. Na ukitoka baada ya graduation, ukitoka baada ya tanuru kukuunguza na kuua kila viambata, tabia mbaya, kila aina ya ujinga, kila aina ya vitu vya asili vimeondolewa, anasema hivi, utatoka kama dhahabu safi. Dhahabu safi
ni kitu chenye thamani. Naongea na mtu mmoja. Ukishakuwa dhahabu safi, maana yake uko kwenye kiwango ambacho wewe ni wa thamani, unavutia kila mtu. Hata wale waliokudharau juzi watatafuta kuwa karibu yako. Bahati mbaya ni kwamba inawezekana upako utakao kuwa nao au thamani utakao kuwa nao itawafukuza wenyewe, kwa sababu utajikuta kama vile wanajiona kama hawafai tena kutembea na wewe, kwa sababu kuna kiwango Mungu amekuweka. Wakikaa karibu na wewe wanajikuta tu kama vile wana repel, wanakaa mbali na wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekuweka kwenye nafasi ya juu. Baada ya kugraduate shule ya jaribu, anasema ukishatoka tanuruni unakuwa dhahabu safi inayotamaniwa na kila mtu. Naongea na mtu mmoja. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Sasa umeelewa kwa nini tunapita kwenye majaribu? Na tunadumu sana muda mrefu kwenye majaribu kwa sababu ya kutokuelewa kusudi la kupita huko kwenye hilo jaribu. Usipoelewa kusudi utachelewa kutoka. Lakini ukielewa kusudi, inawezekana muda wako wa kukaa kwenye jaribu ukawa mfupi. Usipoelewa utakaa muda mrefu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wangapi wamenielewa? Bwana asifiwe. Unaweza ukasimama sasa, tumshukuru Mungu. Haleluya. Ninaamini kwamba kuna kitu umekipata, na ninaamini itakusaidia katika safari yako ya maisha. Bwana asifiwe sana. Yashike sana haya mambo. Huwezi kujua ni wakati gani utahitaji, kwa sababu Mungu anazungumza na wanadamu kwa njia hii. Unahitaji tu kwa makini ili kujua nini Mungu anataka kutoka kwako. Sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Nimejifunza leo ya kwamba majaribu ni shule, majaribu ni chuo ambayo unapitisha wanadamu ili wapate kuelewa kusudi lako. Ninakushukuru Bwana. Mwanzoni sikuwa naelewa. Mwanzoni nilinung'unika sana. Mwanzoni nililalamika sana. Mwanzoni nilikasirika, nikajiuliza maswali mengi, mpaka nikahoji uwepo wako, nikadhani umeniacha. Lakini nimegundua leo ya kwamba kumbe majaribu unayaruhusu ili kunikuza, ili kunifanya kuwa mkubwa, niweze kufaa kunitumia. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Nitie nguvu, nisikate tamaa. Nitie nguvu, niweze kuvumilia, ili kusudi aina ya mtu unayetaka kumtumia aibuke ndani yangu. Uwa tabia ya asili inayonisumbua, inayoninyima fursa, inayonizuia nisiende viwango vingine. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, niweze kuvuka salama katika jina la Yesu. Ninatamani baada ya jaribu hili niibuke mshindi, niibuke mshindi, niwe dhahabu safi inayotamaniwa na watu, dhahabu yenye thamani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Pokea sifa na heshima kwa sababu umestahili, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno lako hili ambalo Mungu umeliachilia ndani ya watu wako. Bwana, tunakubariki, tunakuinua Bwana, kwa namna ambavyo Mungu umetufundisha, umelifunua neno lako mfalme wa matumaini. Bwana Yesu, sifa na heshima zikurudie wewe. Asante kwa namna ambavyo Mungu umepachika ndani ya mioyo yetu. Ninaomba Mungu neno hili ukalifuatilie, ukalinyweshewe Mungu wa rehema. Bwana Yesu, ukamwagilizie maji lipate kuota, lizae matunda Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa Yesu, maana Mungu umestahili. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen. Mungu akubariki sana. Asante sana. Unaweza ukaketi.